Hapa na pale kutoka mkoani Mtwara jioni ya leo tunawaletea. Kundi la tumbili laibuka na kuvamia mtaa wa Nandope na kuwa kero kubwa, na wananchi Mtwara waendelea kuhudhuria mkutano wa kampeni kusikiliza sera na ahadi. Habari za kutwa mtazamaji popote pale ulipo, jina langu ni Farhia Midle, karibu. Mkukumbushe tu kwamba habari hizi za hapa na pale hivi sasa zinapatikana mubashara kupitia akaunti zetu za Facebook na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania. Kundi kubwa la tumbili limevamia mtaa wa Nandope katika manispaa ya Mtwara Mikindani na kuwa kero kubwa kwa wakazi wa mtaa huo kwa kuwa wanakula mboga na matunda vilivyopo eneo hilo, ambapo uongozi wa manispaa hiyo umeombwa kuondoa. Tumbili kwa kweli ni changamoto mtaani kwetu, yani changamoto kubwa sana, kiasi kwamba wanavyojichanganya na jamii, sisi tunavokaa tumbili kwa kweli inakuwa sio sawa. Tunakosa amani ya kuanika vyakula kwa ajili ya lishe za watoto, hata sisi wenyewe maji. Kwa kweli wanafanya fujo sana. Kwa hiyo kama inawezekana, serikali ione namna ya kutusaidia wakazi wa Nandope Mtwara mjini, kuona namna ya kuhamisha hawa tumbili wakapelekwa huko kwenye makazi ambayo yasichangamani na watu. Na kero ya tumbili yani sana. Tumbili wanatusumbua, wanaingia ndani, huko madirishani unamuona wanapanda, wanatia vinyesi. Ukiacha mlango wazi tu, wanaingia, wanabeba kitu, wanatoka nacho. Yaani chochote atachokikuta. Alafu nyumba hiyo hapo ya jirani yetu inofanana na hii kwa Dr. Majaa. Ndio kumvamia binti wale tumbili. Wakamvamia, alikuwa anawafukuza, wote wakageuka. Wakamrudia yeye, wakamjeruhi, wakampasulia nguo na mwenyewe akachunika. Sijui kama tutakuja kuisha mkao. Tumbili hapa kwanza inakuwa kama sasa wanahamia. Hii shida itakwisha. Kama sijui kama itakusha mkao. Sijui mtawezaje kuhamisha tumbili hapa. Sababu wana shida. Huwezi kupanda hata nani mchicha hapo ukastawi. Unaweza kukuta 30 huku. Ukipita mfano mtaa mwingine unaweza kukuta 30 tena, kwa wapo wengi zaidi na wanazaana sana. Unapanda kwenye miti ambayo ipo karibu na nyumba. Kwa wanajiangushia juu ya mabati. Na hiyo ni kila siku wanavyocheza kwenye miti na wanaangukia. Kwa tunapata kilo ni za kuvuja majumba. Baadhi ya wananchi wa manispaa ya Mtwara Mikindani wametaka ahadi zinazotolewa na wagombea udiwani, ubunge na urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu ziwe zinazotekelezeka, kwa kuwa wanaamini kupitia ahadi hizo zitaondolea changamoto wanazozipitia na kuboreshwa maisha yao. Kikubwa ni sera zao ziwe za ukweli. Kwa sababu unapomwambia mwananchi mimi nitakuletea hospitali maeneo yako, na yeye anaziki ya hospitali maeneo yale, anaenda labda kilomita 20, kilomita 30 kufuata zahanati au kituo cha afya. Ukimwambia vile yeye anakubali, ni kweli mimi nitaletewa hapa zahanati itibiwe mimi na familia yangu. Sababu mkoa wetu ni mkoa wa kibiashara. Tunataraji rais atakayekaa madarakani, yeye atatufanyia mambo ambayo sisi tunataka. Tumemwambia katika kampeni zake walipokuja, unaona bwana, kupitia mabango mbalimbali. Kwa hiyo tunataraji watakapopata madaraka watatutekelezea yale ambayo wametuahidi. Kikundi cha wanawake cha uhifadhi wa mazingira ya bahari cha Miseti katika manispaa ya Mtwara Mikindani wamepanda miti ya mikoko 30,000 pwani ya Miseti katika jitihada za kurudisha uoto wa asili ulioharibiwa kwa ukataji hovyo wa mikoko eneo hilo. Tulianza na Miseti kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa wazi sana, hata kama mikoko ipo lakini haikuwa mingi. Kwa hiyo ndo tukaona tuanze kule ambako ni karibu na bahari kubwa. Kwa hiyo unapotoka upepo baharini basi unaanzia pale alafu ndo unaendelea. Kwa hiyo tukaona tuanze kule alafu tuendelee na sehemu nyingine. Kwa hiyo naona serikali nayo jitahidi basi iweze kusaidia kwa kutoa elimu kwa watu ambao wanakaa karibu na mazingira yale na wale wakataji wa mikoko ovyo. Tumepanda mikoko 30,000 mpaka sasa hivi. Toka tulimoanzia mwaka jana. Na watu baadhi kila mwaka kuna
sherehe zile za mazingira. Wanakujaga mkuu wa mkoa amewahi kuja kututembelea, tukapanda naye miti, mkuu wa wilaya naye tukapanda naye miti. Wavuvi na wachuzi wa samaki kwenye mwalo wa kata ya Chuno manispaa ya Mtwara Mikindani wameomba serikali kuharakisha mpango wa kuboresha mazingira ya kufanyia shughuli hizo kwenye mwalo huo, ikiwemo ujenzi wa vyoo kwa kuwa mwalo hauna vyoo. Hapa changamoto kubwa sana, kwanza ukiuangalia mwalo wetu sio kama mwalo ambao unaotakiwa ukae hapa mwalo. Na changamoto la pili, hatuna choo. Hatuna choo wala nini, na tuliahidiwa sema kama vitajengwa vyoo. Lakini toka mjengwa mwalo vitu mpaka dakika ya hakuna choo na wala hakuna dalili ya kusema kama tunaweza tukatarajia kuletwa choo. Jengea huu mwalo, lakini mwalo hauna ofisi. Yaani kama unapata matatizo baharini usiku unarudi, sehemu ya kuhifadhi mashine hakuna. Ukiangalia mwalo huu, ukiangalia mwalo wa Ngao, yaani wa Ngao ni maana ulio kijijini kuliko ulioko hapa mjini. Hiyo kero ya kwanza. Kero ya pili, wale choo hakuna, maji hakuna, umeme hakuna. Na hivi vitu huu mwalo uko mjini. Walikuja sababu walikuja ghafla wakasema hapa kuna utaratibu, hapa kuna mradi ambao mpendekezo. Wakatuambia katika Tanzania kuna mikoa kama 4 tu ile pendekezwa mradi wa masoko. Na katika mikoa yote pamoja na Mtwara, Miseti, Kiyanga ndo hapa tunapoongea sasa hivi. Kwamba mradi unabidi uhamishiwe hapa. Kuja kujenga masoko ya kisasa, kuboresha kila kitu. Na maana kule kutakuwa watu watahamishwa. Kwa hiyo samaki wote watakuwa wanauzwa hapa. Wakazi wa mtaa wa Magomeni B manispaa ya Mtwara Mikindani wameiomba serikali kuboresha barabara inayopita mtaani hapo kwenda kituo kikuu cha mabasi kwa kuwa haipitiki kutokana na kuwa na mashimo. Hii barabara saizi ina muda wastani wa zaidi ya miaka 3 mpaka 4. Haipitiki kwa sababu ya mbovu, sababu kuwa ni mbovu. Miundombinu sio mizuri. Kwa hiyo ni njia kubwa ya maji kiasi kwamba inatuathiri sisi watumiaji wa hii barabara ambao ndio tunafanya njia yetu shortcut. Kwa sasa hizi tunalazimika kuzunguka mbali. Kwa hiyo ni kero kwa sisi ambao tunatumia hii barabara. Inakuwa maji matupu na haipitiki, cha kwanza. Cha pili, pale pa kidaraja inani karavati kidogo sana, kikawa ni ndogo sana ile. Ile karavati inabeba maji yanayotoka kwenye daraja kubwa ile ya nani ya barabara kubwa ile. Sasa ile kwa sheria yake hapa pasiwe karavati ndogo kama ile. Sasa maji yakija pale hayana pa kupita, yanamwaika tu mangenda hivi mpaka barabara zetu hazipitiki, na sisi wenyewe tulipokaa maji yanajaa, hakuna ukona maji. Ombi la serikali ni kwamba kwanza pachimbe mtaro mkubwa kutoka kwenye soko hili uende moja kwa moja upite hapo ukatie maji kwenye barabara kubwa. Na mtazamaji, tunakaribisha maoni yenu kuhusu habari hizi za hapa na pale kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni x.com kwa anwani ya ITV Tanzania, Thread kwa anwani ya ITV TZ, Facebook kwa anwani ya ITV Tanzania na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania, Instagram kwa anwani ya ITV TZ. Mwisho hapa na pale kutoka mkoani Mtwara jioni ya leo. Mtazamaji, kwa habari za kina kutoka maeneo mbalimbali, usikose kujiunga nasi itakapotimu saa 2 kamili. Kwa sasa na kutakia utazamaji mzuri wa kipindi kinachofuata cha Mapishi.